Nataka niongee habari ya mbegu ya Mungu, na kwa muda mchache takao kuwa nao hapa, nataka niongee kuhusu hilo. Lakini nianze kwa kusema ya kwamba ni vizuri tuelewe mbegu. Mbegu ni nini hasa? Sema amen. Mbegu si kila kitu kinaweza fanyika mbegu. Sema amina. Sema amina. Si kila kitu kinaweza fanyika mbegu. Mbegu ndio ifike kuitwa mbegu, kuna ubora fulani uko ndani yake. Haleluya. Ndio isemekane hii ni mbegu, kuna ukaguzi umefanywa wa kutosha, ikapita viwango, kwa maana mbegu inatarajiwa kuongeza mapato. Na ndio maana mkulima yoyote ambaye ako serious, wakati kunanyesha, haendi tu sokoni akute maragwe, akute mahindi zimemwagwa aseme nipe hizi mahindi, nataka kwenda kupanda kumenyesha. Hapana, anasemaga naomba mbegu ya mahindi. There must be specification. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Nataka mbegu ya mahindi, nataka mbegu ya maharage, nataka mbegu. Na muda mwingi kuna kampuni zimejitolea kuhakikisha mbegu zinapatikana, ili mkulima asiingie shambani kwa kubahatisha na mahindi zozote. Kuna mbegu zimetengenezwa, zimeangaliwa ubora, zimeshughulikiwa, zimehifadhiwa kwa njia ya kwamba mkulima akienda shambani hafanyi vitu vya kubahatisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya hiyo mbegu huwa iko ghali. Sema amina. Kilo moja ya mbegu haiuzwi sawa na kilo moja ya mahindi ya kusaga, maana ndani ya mbegu kuna ubora fulani umewekwa. Glory to Jesus. Ndani ya mbegu kuna gharama fulani wenye kuitunza wameingia. Glory to Jesus. Ndio maana wanaangalia mbegu hii inafaa upande gani. Si kila mbegu unaweza panda popote. Mbegu iko na specification. Hii ni ya Highlands. Hii mbegu ndio ikuzalie vizuri. Hii mbegu ndio itoe mazao vizuri. Hii ni ya Lowland. Glory to Jesus. Naongea habari za mbegu. Amina. Mbegu ndio maana kuna mbegu zinakaa miezi 3 zimefanya vizuri. Kuna mbegu inagonga miezi 6 na bado haijamaliza kazi. Glory to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mbegu za miembe ambazo ikifika miaka 3 umeanza kuvuna. Lakini kuna mbegu ambayo ukiipanda utachukua muda kabla uanze kupata mavuno. Amen. Tuko pamoja mpaka hapo? Are we together? Nimeona watu wetu kule Taita wakifurahishwa na miwa za Kisii. Sema amina. Hii miwa ya Kisii iko laini. Hii miwa ya Kisii ni tamu. Kwa hivyo mtu ananunua miwa ya kawaida anaenda kuipanda. Inaweza ikatokea manake unaweka maji, lakini haifanyiki ama haikui ile miwa unakulaga ya Kisii. Sema amen. Kwa sababu gani? Mchanga wako haufanani na mahali imezoea. Ndio maana kwenye mbegu wataalamu watataka kujua shamba lako mchanga wake unafananaje. Sema amen. Wataalamu wanafanya uchunguzi wa kila maeneo ili kuelewa, wakitengeneza mbegu watengeneze inayofanana na maeneo mbegu inafaa kupandwa. Kuna watu watafanya, naangaliaga ile shamba inaitwa shamba shape up. Naangaliaga wanasema, wakipima mchanga wanasema hii isiongezwe chochote. Kuna mchanga unaweza pima ukasemekana hauna madini fulani huu, kwa hivyo hautafanya vizuri. Kwa hivyo mbegu pia inahitaji mchanga ujulikane ni mchanga wa aina gani kama itafanya vizuri. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchana wa leo kuna kitu ambacho nataka Bwana tusaidie kukielewa. Mbegu ni lazima mbegu ipewe muda wake. Kila mbegu lazima ipewe muda wake. Kila mbegu lazima ishinde vitu fulani
kabla ifanyike kile mkulima alitarajia. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ako na mimi mpaka hapo? Maandiko yanasema mradi mbingu na nchi zinadumu, majira ya kupanda na kuvuna hayatakoma. So ninapoongea habari za mbegu, ni kwamba lazima uelewe ya kwamba mbegu kuna vitu vingi sana ambavyo vinaizunguka. Kabla mtu asherekee kutoka kwa ile mbegu, kuna mambo hapo bado ambayo lazima uyafahamu. Zamani nilikuwa ninaona mama zetu, maana mbegu lazima ihifadhiwe. Sema amina. Mbegu ikihifadhiwa hata kuwe na njaa inafananaje? Haleluya. Mbegu haipikiwi watoto. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mbegu haipikiwagi watoto, kwa sababu mbegu inatarajiwa kuokolea watu kwenye siku za usoni. Mbegu ndio itatutoa kwa njaa siku za usoni. Kwa hivyo inatunzwa, inalindwa na bidii yote. Mama zetu kwa sababu hawakuwa na ufahamu wa dawa ya kuweka hiyo mbegu sijui nini, wangechukua mahindi, inafungwa mahali kunapikwa chakula, zinaning'inizwa hapo mahindi za kutosha, na zikining'inizwa hapo, kila kukipikwa, moshi ukipanda, hiyo mbegu inapandwa na moshi, inapatwa na moshi, na huo moshi ndio njia ya kuhifadhi. Sema amina. Ukiikuta unaona hapo kuna vitu vyeusi tu vinaning'inia hapo, vinakaa kama popo hivi, si popo, mtu anajiandaa kwa msimu unaokuja. Glory to Jesus. Kwa hivyo mbegu ina njia ya kuhifadhiwa. Wataalamu wana dawa ambayo wanaiweka mbegu, na mbegu huwezi ukaiamulia kuikula from nowhere, utalalia hospitali. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuwake moto, huwezi ukatoa mbegu ukaitengeneze ikatosha chakula, maana hiyo iliondolewa kwa upande wa chakula. Ndio maana zikiwekwa dawa, zinawekwa dawa ambayo ni mbaya. Hiyo ni dawa ya kuhifadhi, hata wadudu hawawezi wakagusa. Sasa jifanye mjanja wewe mwanadamu, uchukue mbegu ioshe kijanja, uende ukasage, mtalazwa nyumba mzima hospitalini, maana hii haikuwa ya kuliwa. Sema amen. Na ndio maana Biblia inasema he gives bread to the eater and seed to the sower. In your life, may God give you wisdom to identify. Sema amen. May the Lord give you wisdom to know what is good for food and what is good for sowing in the next season of your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akupe hekima, ujue hii ni mbegu ambayo si ya kuliwa chakula. Mungu hupeana mkate kwa mlaji na mbegu kwa mpanzi. Ni maandiko hayo. Sasa tuna watu ambao, hiyo naongea tu kupitia, sema amina. Kuna watu ambao wakila mkate ukiisha na mbegu anapita nayo. Sasa mambo yanaharibika, maana mbegu iko na dawa ya kuihifadhi. Hautakosa kuumwa na tumbo na umekula mbegu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Na nisome andiko hapa, John chapter 12 verse 24. Naongea habari, nilitaka uelewe kwa background when I talk about the seed, the things that, vitu ambavyo vinaandamana na mbegu. Amini nawaambia,
chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Sema amen. Nisome tena. Amini amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Sasa nataka twende polepole. Chembe ya ngano inasimamia mbegu ya ngano. Sema amen. Maandiko yanasema kwamba isipoanguka katika nchi, kwa maneno mengine isipokufa. Glory to Jesus. Isipoanguka katika nchi ikafa. Bwana asifiwe. Ikafanya nini? Ikafa. So the seed must die. Amen. Amen. Na the preservatives ambazo mbegu huwekwa ni ili wakati wa kufa ihifadhiwe, ndio ichipuke tena ilete mazao. Bwana Yesu asifiwe. Isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Sasa hapo kizungumkuti, hapo ndio siri ambayo lazima ukaweze kuielewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo ninapoongea na wewe, nataka niseme ya kwamba nimekuja kugundua ya kwamba Mungu ana hekima kuliko vile unavyodhania. Sema amen. Nirudi nyuma niseme ya kwamba every time you sow your seeds, allow them to die. We have people, tuna watu ambao hupanda mbegu zao, lakini hawataki kusikia, hawataki kuruhusu the process. Hallelujah. Hallelujah. Nimekutana na watu wanasema nimepanda mbegu zangu. Siongei habari ya kupanda mbegu, nimesema ya kwamba udongo ni wa muhimu kwenye kupanda mbegu yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbegu haiitwi mbegu kwa sababu tu ni tembe fulani ya mahindi. Lazima ubora wake utoshane nayo kuitwa mbegu. Kuna watu wanapeleka mbegu shambani ambayo ni mahindi ya kawaida, na ingine ilifaa Kitale, ameipanda Taita, anasema msimu huu nimekorogeka, maana hii mbegu haikufanya vizuri. Mpendwa, si kupanda tu mbegu, ni vizuri kujua kama mbegu yako unapanda mahali pasawa, na kama mbegu yako ni ya mahali inatoshana, inafanana na climate ya hapo mahali. Amina. Ni vizuri kuangalia kama uliopanda ni mbegu ama ilikuwa ni mahindi ya kawaida, ama ilikuwa tu ni ya kuliwa, ilikuwa inastahili kuwa chakula ukairudisha mbegu. Mpendwa, hekima ya kuelewa mbegu na chakula, mbegu na chakula ni ya muhimu sana. Mungu akupe kupambanua. Nasema Mungu akupe kupambanua. Mungu akupe kutofautisha. Mungu akusaidie katika mapato yako. Mungu akupe kutofautisha. Hii ni mbegu, hii ni chakula. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. That one I wanted to kupitia tu hivyo, lakini kuna umuhimu. Muda mwingi tukipanda tukose mazao, maswali unafaa kujiuliza, je, niliyopanda ilikuwa mbegu ama ilikuwa inafaa kusagwa mtu akule chakula? Amen. Jambo lingine la kuuliza, je, nilipanda mbegu kwa mchanga wa sawa kwa hiyo mbegu, ama nilikosea, ama kuna vitu sikufanya, ama kuna vitu ambavyo havikuwa sawa kulingana na mchanga ule niliyopanda mbegu yangu. Nimesema hivi,
wanaojaribu kupanda miwa ya Kisii huwa yanabadilika, maana yamekutana na mchanga ambao si ule imezoea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna kitu nimekipendezwa nacho kutoka kwa maandiko haya. Inasema ya kwamba mbegu ya ngano, na si mbegu ya ngano tu, mbegu zote hupitia hiyo process. Sema amen. Mbegu zote lazima zipitie process. Process gani? Process ya kuanguka na kufa. Kama itaongezeka, sema amen. Kama itatoa mazao, lazima ipitie kwenye process. Ashukuriwe Mungu ya kwamba mbegu ya Mungu nayo lazima ipitie hiyo process. Ni kanuni ambayo mbegu yoyote lazima ipitie hiyo process. Bwana Yesu asifiwe. Mbegu isipoanguka, mbegu ya ngano isipoanguka ardhini na kufa, hubaki vile vile. Lakini inapoanguka na kufa, huzaa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu nimependezwa nacho ni kwamba mbegu ya kweli itastahimili the process. Haleluya. Mahindi zingine tunapelekaga shambani hazina ule moyo wa ndani wa kufanya ichipuke tena. Sema amina. Moyo ule wa ndani ulishadungwa, kwa hivyo inaishia tu kuishia hapo kwenye shimo. Lakini mbegu ya kweli, sema amina, ina uwezo wa kuvumilia process ya kufa, kubambua lile ganda na ichomoke. Na ikichomoka, kuna matumaini kwa mkulima. Ukisikia mkulima ameenda kupandikiza, sema kupandikiza, ni kwamba kuna mbegu aliweka kwa shamba pamoja na wenzake, lakini kuna zile hazikusurvive. Kuna zile hazikufanikiwa kutoboa kwenye process ya kufa na itokee ili ipate kuongezeka. Lakini mahindi ambayo ni mbegu iliyopandwa kwa udongo wa sawa, sema amina, ikapitia the process, inakufa. Ikichomoka huwa haitoki na lile ganda uliweka nalo, maana limebaki huko ndani. Lakini ikichomoka, ikilimiwa vizuri, sema amina, hufika mahali unaona mahindi moja imebeba wenzake watatu, katembe kamoja, lakini sasa kanatokea tofauti. Sema amen. Kuna wenzake watatu, mwingine yako hivi, mwingine yako hivi, mwingine yako hivi, na ukiangalia kama zimewekwa mahali pasawa, zimeshiba vizuri. Sasa mkulima huyu anaweza akasimamisha lori, sema amen, ya Mombasa na akapakilia mzigo wa kueleweka kutoka kwa hilo shamba. Sasa kile kinavunwa kutoka kwa hilo shamba ni kingi kuliko zile tembe zilizoingizwa kwenye shamba. Na hiyo ndio faida ya mkulima, ya kwamba tembe moja imetoa mahindi iliyobeba watoto watatu. Ina maana baada ya prosesi hapa kuna ongezeko limekuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme, wakati mwingine we go through issues in life. There are times you ask yourself, Lord, why me? Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekutana na watu wanasema,
Yaani pastor, kwa nyumba ya baba yangu mimi tu, hakuna mtu ana haja na mimi kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao ni mbegu lazima process. Haleluya. Kama umekuwa ukijiuliza kwa nini mimi ndio nakwama, mambo yangu yanakaa kana kwamba hayasongi, mpendwa, wewe si wa kawaida. Wewe ni mbegu ya Mungu, lakini kuna ndani yako uwezo wa kustahimili. Haleluya. In you there is ability to go through it all. Sema amen. Ndani yako kuna uwezo ndani yako. Shalama kayanda. Ndani yako kuna uwezo. You have divine preservatives. Umewekewa kitu cha kukuhifadhi. Hiyo hali haiwezi kukumaliza. Hiyo hali haiwezi kukuondoa kwa kusudi lake Mungu. Maana Bwana amekupima, maana Bwana amekutengeneza. Inawe ya kwamba wengi watafaidi kutoka kwa maisha yako. Sema amen. Geukia mtu mwambie, mimi ni mtu mbegu. Mimi ni mtu mbegu ya Mungu. Sema amen. Petero anasema katika Petero wa kwanza 1:23, we are born of uncorruptible seed. Sema amen. Tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Nimegundua mbegu kufa inaweza kufa, kuharibika ndio hairuhusiwi. Sema amina. Sema haleluya. Mbegu inaweza kufa lakini kuharibika hairuhusiwi. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Mpendwa, wewe si wa muda mchache. Mbegu ya Mungu ndani yako, kwa sababu ya kumwamini Bwana Yesu. Natangaza wewe ni wa masafa marefu. Sema amina. Sema amen. Oh, kwa kuwa mumezaliwa. Troliki nisikizeni. You're not just a church. You are born of incorruptible seed. Hey, kalamahande. Nasema you are born of incorruptible seed. Umezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Ninatangaza kwa jina la Bwana ya kwamba mauti hana uwezo. Yanaweza kufanya kila kitu, lakini haiwezi kaharibu kile Mungu anafanya na maisha yako. Haijalishi ile hali unapitia, haijalishi ule ugumu unakumbana nao, haijalishi ile changamoto unapitia. Changamoto itakuacha. Nasema changamoto itapita, itakuacha. Maana kupitia wewe wako wengi watabarikiwa. Sema amina. Sema amina. Wazee wa hii nyumba, chochote unapitia, nasema hakitakusomba. Hautasombwa na mafuriko. Kuna vile utahifadhiwa. Nasema kuna vile utahifadhiwa. Maana kuna mbegu ndani yako ambayo haiharibiki, na ikifa ndo yaleta ongezeko. Sema amina. Naona ukiongezeka. Shaka bada bagada. Nimekuja kutabiria mtu, wewe si wa kawaida bwana. Wewe si wa kawaida mpendwa. Ndio maana mambo yako si ya kawaida. Sema amen. Mbegu inawekwa mahali moto unawaka, inapigwa na moshi wote, lakini ina survive. Ndio maana una survive. Nasema ndio maana unatoboa hivyo. Haleluya. Sema amen. Nimegundua si kila mtu anapitia unachopitia bwana. Your case is different, kwa sababu wewe sio wa kawaida pia. Sema amina.
kwa sababu wewe si mahindi ya kawaida, wewe ni mahindi mbegu. Your preservative is different. Napenda na mbegu vile inahifadhiwa, anayecheza. Ndio maana Bwana anasema touch not my anointed, yani wamehifadhiwa mpaka ukigusa kwa hasara yako. Sema amina. Gusa kwa hasara yako. Sema amina. Sema amina. Wewe si mtu wa kusumbuliwa. Ndio maana wanajaribu kabisa kwa gharama zote, wanashangaa bado upo. Sema amina. Wachawi wakitui wakikuita kwa kioo vinapasuka, maana wanaita mtu ambaye si yule ambaye anaitwa akuje. Sema amen. Sema amina. Natangaza kwa jina la Bwana, jitambue leo ya kwamba wewe si wa kawaida. Wewe si wa kutishwa na chochote. Wewe si wa kutishwa na wachawi. Natangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu, may they advise themselves. Wajiite mkutano ya kwamba huyu si dada wa kawaida, ya kwamba huyu si ndugu wa kawaida, huyu si jamaa wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Wanaweza hawaoni faida yako, hawaoni umuhimu wako, lakini hapo mbele watakuhitaji. Nasema watakuhitaji. Nasema hapo mbele utawasaidia. Napenda mti unaitwa cactus. Sema amina. Cactus naijua kwa Kizungu, kwa Kiswahili inaitwaje? Nimesaidiwa na Bwana kujua kwa Kizungu. Haleluya. Cactus hivyo hivyo. Cactus ni mti ambao una miba mbaya. Ni mti ambao wanasema miba wake utembea kwa damu. Sijui ni kweli ama ni uongo. Tumeelewana mpaka pale? Cactus watu walikuja wakaichukia. Mtu angeipata karibu na yeye anaikata kata. Lakini cactus iko na kitu kimoja. Ukiikata mali imeangukia inatoa mzizi hapo. So imekatwa lakini na kamzizi. Ukija kesho cactus kumbe inaendelea. Unagundua cactus haishi. Mpaka juzi wakagundua kumbe cactus tumeichukia bure. Cactus kumbe ikiachiliwa ikomae inatoaga matunda ambayo inasaidia kupoza saratani. Bwana Yesu asifiwe. Imesumbua mpaka wakagundua ina faida zake. Haleluya. Kama ni cactus imefanikiwa kukatwa na mapanga na haiishi mpaka wakagundua faida zake, natangaza wataona faida zako. Nasema wataona faida yako. Wataona faida ya kuokoka kwako. Kuna watu ulipookoka kwa sababu wazazi, kwa sababu mababu walikuwa na mikoba, wakaona umeleta vitu vya kigeni. Vita vyako vilianzia pale. Masaibu yako yalianzia pale. Wakakusukuma, hawakutaki, hawana haja na wewe, maana ni kama unaenda njia sio. Natangaza very soon they will begin to benefit from your prayers. Sema amen. Wale waliokukataa kwa sababu ya Mungu, kumbe Mungu aliwaheshimu akachipuza mbegu yake ndani ya mmoja wao ili wasaidike. Naona ukiwa msaada, naona ukiwa msaada, naona ukiwa baraka kwa waliokukataa, naona ukiwa baraka, naona ukifanyika msaada kwa wale hawakuona thamani yako. Thamani yako inapanda, thamani yako inaongezeka, thamani yako nasema watakuhitaji. Mbegu ya Mungu. Wewe ni mbegu ya Mungu. Kala mahanda la bozaya. Kila umepitia kimeua wengi, lakini si wewe. Si wewe. Kimemaliza wengi wakasahaulika, lakini wewe ukatoka. Haujui ilitokaje, lakini ukatoka. Maana wewe ni mbegu ya Mungu. Sema amen. Sema amen. Mchana wa leo naongea na mtu. Ninaongea na mtu hapa ya kwamba wewe sio wa kawaida. Wewe sio wa kawaida. Naona mataifa wengi wakisherekea,
wakifurahia matunda kutokana na maisha yako. May the Lord make you a blessing to the nations of the world, ya kwamba umefanikiwa kuhifadhiwa na Bwana. Mungu akufanye baraka, Mungu akufanye baraka, Mungu akufanye baraka. Mungu afanye watu wahisi ya kwamba una faida kwa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui naongea na nani. I hear in the spirit, your time has come. Shele kadabakata. Makabasa. Nimekuja kutangaza kwa jina la Yesu. Ni majira faida yako ionekane. Nasema ni majira faida yako ionekane. Whatever you have gone through as a ministry, it was a process. Mbegu lazima ife. Sema amina. Sema amen. Whatever we have gone through as a ministry in Mwatate, it was a process. Maana mbegu lazima ife. Pasipo mbegu kufa inabaki peke yake. Lakini inapokufa ndio ongezeko linaingia. Oh, hallelujah. Nimekuja kutangaza, Troliki nisikizeni kwa jina la Bwana. Your season has come. Nasema your season has come. Mtapokelewa mataifa. Sema amina. Nasema mtapokelewa. Na nena na Troliki Kenya na dunia nzima, ya kwamba your time has come. You shall be accepted. You shall be embraced. Maana faida yenu itaonekana. Sema amina. Sema amen. Sema amina. Maandiko yanasema katika Mathayo 20 mstari wa 18 hadi 19. Angalieni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na waandishi, nao watamhukumu afe. Sema amen. Endelea tu. Kisha watampeleka kwa mataifa wapate kumdhihaki na kumpiga mijeledi na kumsulubisha, na siku ya tatu atafufuka. Sema amen. Sema amen. Hapa ni Yesu. Nataka uelewe ya kwamba Yesu alikuwa ni mbegu ya Mungu hapa duniani. Yesu alikuja kama mbegu. Mungu alitaka kuvuna. Sema amen. Mungu alitaka kupata mavuno ya watu ambao wanafanana na yeye. Sema amen. Kwa nini? Maana Adamu na Hawa wakati walimuasi Mungu kwenye shamba la Edeni, ikawa Mungu hana watu wa kuhusiana nao kwa karibu. Adamu na Hawa wakaondoka. Sasa ili Mungu aweze kupata, sema amen, ili Mungu aweze kurestore image yake. Kumbuka mwanadamu ameumba kwa sura na mfano wa Mungu, na ndio hao imekuwa imevurugwa na adui pale shambani. Wameondoka, hana nafasi, hana uhusiano, hawakutani tena. Yesu akaja kama mbegu, sema amen, ambayo itapitia process yote ya kurudisha mwanadamu pale mahali ya Mungu kuwa na uhusiano. Na hii mbegu huzaa mbegu ya kufanana na ile iliyopandwa. Bwana Yesu asifiwe. Kila mbegu inapeana wa kufanana na mbegu iliyopandwa. Ndio maana mwembe, sema amina, mwembe utatoa maembe. Glory to Jesus. Glory to Jesus.
Sasa ili Mungu avune watu, haleluya, Yesu alipokuja alikuja kama mbegu ya Mungu. Glory to Jesus. Na kupitia hiyo mbegu moja, nyinyi wote ni mazao ya mbegu ya Mungu, na ndio maana wewe ni mbegu ya Mungu pia. Hakuna mbegu hupandwa bila malengo. Bwana Yesu asifiwe. Kila mbegu, kila mkulima anapoingia shambani ana malengo ako nayo. Kuna picha fulani ako nayo, na hiyo picha ndio inampeleka shambani. Na ndio maana anaenda shambani na aina fulani ya mbegu. Kuna mtu anaamua msimu huu sipandi mahindi, nataka pojo na maharage ya soya. Hataki sura mbaya. Hai. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Bwana. Sasa Yesu anaelewa. Petero aliposikia habari za ile Yesu anaeleza kile kitampata, akasema hiyo isifanyike. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka wakati mmoja askofu wetu alikuwa ananunulia ile gari ya Wish. Ile gari ya Wish. Askofu wangu by the way anaitwa Bishop Jesinta, ni mwanamke ambaye anampenda Bwana Yesu. Na mimi niko chini yake. Piga makofi kwa ajili ya wamama. Piga makofi kwa ajili ya askofu wangu. Wezi piga makofi kwa askofu wangu ukiwa na kalamu kwa mkono. Weka kalamu chini. Tunaongea kuhusu askofu wangu. Biblia inasema heshima ipeane mahali heshima inastahili. Hata kama hayuko hapa, na heshimu ya kwamba Bwana amemtumia kwa ajili yangu. Sema amina. Msinikosanishe na bosi, hiki kiko mtandaoni bwana. Haleluya. Haleluya. Sema amina. Pigeni makofi mazuri hata yeye akiona asikie Yesu. Sasa mimi kusema kweli sikuwa vizuri. Unajua kuna wakati haukui vizuri kabisa, na ni msimu wa kupanda na hauko vizuri. Ikanipata sikuwa vizuri. Kuna mhubiri fulani alikuja, I don't know really what happened, but ikawa imempata ya kwamba hilo zoezi likiendelea akawa amekuja. Akasema, Moses babu unatoa ngapi? Nikajipima katule. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema 2,000. 2,000. Mhubiri akasema hapana. 2,000 wewe? Hapana, 10,000. Ndio mtu wa Mungu na amepitia, ni mgeni. Mbona ananiweka kwa mtihani mkuu? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hataki niingie shambani na mbegu hafifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu hataki tu niingie na mbegu yote shambani. Kilichotendeka ni kwamba watu wakatoa, na kweli nikaishia kwa hiyo 2,000. So gari ikaja, nimetoa 2,000, 8,000 ili niliongezwa na mtu wa Mungu, sijapata na sijatoa. So askofu wetu, unajua mzazi ni mzazi, akasema kwa wale walifanya ahadi na ni kwamba zoezi hili limekamilika, haukufanikiwa kupata, sema amen. Mimi kama mama yenu, sema amen, ninawafungua kutoka kwa hiyo ahadi. Isifanyike kikwazo. Sikiza nikwambie, shetani unaweza tafuta shetani kumbe shetani hayuko, hata yeye mwenyewe anashtuka vile unafanya vitu. Saa zingine
Si kwamba natetea shetani kwa sababu nina haja naye sana, lakini saa zingine naona anaingizwa mahali hayuko. Tukifanya hivi uchunguzi vizuri, hatumpati. Tunachunguza, tunapata vidole zako, mikono yako ndio ina fingerprint ni zako. Hapa si shetani hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana maandiko yanasema mjihoji wenyewe. Kabla uwekee mtu mwingine lawama, angalia kwanza wewe umehusikaje? Umechangiaje kwa kile unapitia? Oh pastor, nataka uniombee. Pastor, mtu wa Mungu, kuna mambo siyaelewi. Hapana, eleza kile unaelewa kwanza. Ndio kile huelewi tutafute kwa mtandao wa roho. Sema amen. Kuna watu wanakuja, pastor naomba, mtumishi wa Mungu naomba, kuna vitu sivielewi. Na ukweli moyoni mwako kuna vitu unaelewa. Geukia mtu mwambie, anzaga na kile unaelewa, ndo kile hauelewi tutafute. Huelewi aje sasa? Kweli huelewi chochote? Kuna watu walimwambia Mungu, Bwana, ukinipa kazi, mshahara wa kwanza naleta madhabahuni. Mungu naye ni nani? Akakupiga muujiza. Sikiza, usiropoke, haina haja ya kuropoka. Sijui naongea na nani, lakini naongea na mtu hapa. Mimi siwezi kuongea hivyo kama siongei na mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa, Mungu akikubariki na baraka ya pesa, usiwe tu mtu wa kuongea vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata ukiona umepitia ngumu kiasi gani, Bwana Yesu asifiwe, waliofanya ahadi wote walizitimiza. Kina Ana walizitimiza. Wewe ndio inakushindaga. Unataka kumtwist Mungu afanye ndio umchenge. Ukimchenga mkutana hapo mbele. Huwezi kumRonaldinho Mungu yetu mpige chobo hivi. Unampiga ukigeuka hivi mko na yeye. Ndio huyu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja nikapigiwa simu na dada fulani. Alikuwa mgonjwa. Alikuwa na tatizo la damu. Yaani si ile hali ya kawaida yake, ilikuwa imeenda vipimo, imeenda zaidi. Sema amina. Maana kuna vitu vya kawaida na kuna vitu vinapita ukawaida. Ilianza tangu mwezi wa 11, akinipigia simu ilikuwa mwezi wa 3 mwaka uliofuata. So hiyo ni miezi mingapi? Miezi 5. So nilikuwa nahubiri sokoni. Akapewa namba yangu na dada yake. Tulipoomba na yeye, it was on Saturday. Nimetoka sokoni usiku, nimefunga simu yangu. Lakini Roho Mtakatifu akaniambia fungua simu. Nikifungua naona kuna mtu amenipigia na Airtel 1 minute ago. Nilikuwa na credit, wachungaji hatukosagi credit sana. Na ni vizuri pia wewe usike tusikosage credit. So nikawa niko na credit. Nikampigia. Maana wakati mwingine mtu anakuflash na ndiye ana matatizo. So si lazima ujue ana flash kwa nini. Nilipompigia akajieleza, akasema, mtu wa Mungu, nimepewa namba yako na dada yangu. Mimi niko na changamoto ya 1, 2, 3. Akajieleza. Alikuwa anaishi Mombasa, ameondoka kwa mume wake, amerudi nyumbani. Manake sasa unaanza kuwa kikwazo hata kwa familia huko. Sasa wewe sasa akakuja zake nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. To cut the long story short, tukiongea na yeye nikaanza kuomba kwa simu. Nikiomba naye Roho Mtakatifu akaniambia damu yake si ya kawaida. Ni madhabahu ya baba yake yanavuna sadaka kutoka kwa maisha yake. Nikasema navunja nguvu ya madhabahu ya baba yako ambayo inajichukulia sadaka kutoka kwa maisha yako. Ikakoma nga. Mpe Bwana makofi kama unapiga makofi. Sasa akapona. Jumapili akanipigia simu usiku, mtumishi wa Mungu, ninaenda Kambirapunda kesho, na ile hali ilikoma, na nashukuru Mungu. Lakini sasa alikuwa anataka niongeze maombi, ndo akienda sasa Kambirapunda. Sasa
madaktari wasione chochote. Ngambia hatuongezi maombi. Kama tuliomba jana ikakoma, wewe nenda madaktari wathibitishe kile Mungu amefanya. Hatufanyi maombi. Sema amina. Usituingize hapo kwa kufanya maombi. Kama Bwana amefanya, nenda athibitishe kile Bwana amefanya. Wakaenda wakathibitisha, wakamwambia sisi hatujaona lolote, lakini unaweza enda Moi Hospital waangalie zaidi. Labda wao katika mitambo yao wanazaona kitu, lakini sisi hakuna kitu tumeona. Akaniongelesha kwa simu Monday akiwa ametoka hospitalini. Kaniambia madaktari wamesema hawajaona chochote, but wamenirufaa niende Moi, na ndio nataka kujipanga niende Moi. Nikamwambia nenda na Bwana akutangulie, ili kile Mungu alifanya Jumamosi wakidhibitisha hata na hao wa Moi. Sema amina. Wakati umeisha wa miujiza kufanyika saa 12 ikielekea saa 2 huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Viwete watembee kama ni mchana saa 9 hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sisemi miujiza isifanyike usiku, lakini muda mwingi watu wametumia vitu vya uongo ambavyo haviwezi kuthibitishwa. Sema amina. Sasa ukiangalia kama hapa, unaona hapa na hapa, unaona kweli kuna kitu Mungu alifanya hapa. Hata huyu baba yetu alikuwa anafanya akichunguza, si huu shahidi uko hai huu. Sema amina. Baba aliyesimama hapa amesema mtoto wake alikuwa hatembei. Mtoto wake alikuwa sio jirani wake, alikuwa hatembei, lakini anatembea sasa. Baada ya nini? Baada ya kuhudumiwa. Sasa huyu dada akakaa kwa kipindi, akanipigia akasema, mume wangu amesema kuliko atafute pesa za kwenda kufanya uchunguzi Moi, atafute sadaka ya shukurani. Sema amen. Atafute sadaka ya shukurani ndio nikuje kanisani tuje tushukuru Mungu kwa ajili ya muujiza. Nikamwambia tena, hiyo mkifanya hivyo pia ni njia nzuri ya kusili muujiza wako. Sijamuitisha hata ndururu from the word go, lakini unasikia wameongea na mume wake, wakarudi kwangu kunijulisha. Sasa kile walichoongea, wakakaa. Siku moja Roho Mtakatifu akaniambia, huyu dada alienda kwa mume wake, ako Mombasa. Sasa kulikuwa kuna nyesha sana, nikataka nithibitishe. Nikampigia simu nikamwambia, mami, naomba muwe makini na hiyo mvua inanyesha Mombasa hapo, naona mafuriko ina nini sana hapo, muwe makini. Akasema ni kweli mvua inanyesha, lakini tuko mahali salama, hata ndo ninapanga nikitoka huku ndo nikuje. Hajui mimi nimeambiwa na Roho Mtakatifu huyu mpendwa alishuka sasa. Sema amina. Walikuwa atumiwe sadaka aje kanisani, lakini kumbe hakuja, ilirudi tikiti. Sasa sadaka ya shukrani karudi tikiti, akashuka Mombasa. Amekaa miaka yake ya kuhesabu. Nikaja nikakaa nikasikia katika roho, adui anataka kumrudishia ile hali kwa sababu ya ahadi aliyofanya na hakuitimiza. Tuko pamoja hapa. Sasa nikampigia, nikamwambia mnaendeleaje? Unajua kile kitu ulichoongea, mimi siwezi nikakuuliza chochote kama haukusema nikasikia na masikio yangu. Sema amen. Mimi hiyo ujasiri niko nayo ya kukumbusha maneno ulisema na kukumbusha asubuhi. Mimi hiyo ni mambo madogo. Kitu ulisema nikasikia. Nikamwambia, mami, kuna kitu ulisema na nahisi adui ana agenda mbaya, maana hukutimiza ulichosema. Ulipoahidi ilikuwa si ahadi ya mwanadamu, Mungu aliichukulia hapo na shetani alisikia. Pastor, nitakuja. Nikamwambia sina shida na mambo mengi, nimesema tu nikukumbushe. Do you know what happened? After some time nikakutana na mchungaji wake. Sema amina. Kaniambia nataka kimbia hapa nini, kuna mshirika sijui nini. Akaongea, nikasikia hiyo description. Nikamuuliza ama ni fulani, lakini akamuita jina la akasema huyo ninamjua. Nikamwambia tatizo lake, kuna vitu alipotendewa na Mungu alifanya ahadi, so adui ameamua kumpiga tena kwa sababu anashikilia aliahidi na hakutimiza. Nataka niseme hivi, mwana wa Mungu, ya kwamba Mungu akusaidie. Sema amen. Mungu akusaidie, ya kwamba ukitamka chochote Mungu akusaidie kutimiza,
ili adui asipate nafasi ya kukuhangaisha. Kuna mtu ameelewa pastor? So upande wangu Bishop ametusamee. Roho Mtakatifu akaniambia ukikubali kusamehewa, kubali na wewe kutovuna. Tangazo limepita. Wanangu, nimeondolea ile ahadi. Nimeiondoa. Mimi kama mzazi wenu nimeiondoa. Roho Mtakatifu akaniambia ukikubali kuondolewa msimu wa kupanda na wa kuvuna pia ukubali uondolewe. So hiyo nikabaki nayo moyoni mwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu naye ni nani? Akaleta msimu mwingine. Amina. Nikampigia Bishop nikamwambia unakumbuka ile kitu ulitusamee? Mimi hiyo kitu niliambiwa nikisamee hiyo vile ulitusamee kwangu, na mimi nikubali kusamehe mavuno. Sasa nikaahidi sasa 8,000, maana 2 nilikuwa nimeshatoa. Sasa hivi tunamnunulia gari kubwa zaidi. Sema amina. Sema amina. Sasa 2 tayari alikuwa amekula na ile gari ndogo. Sasa hii nikajazilia 8 ndio itoshee. Sasa ile 10 nilikuwa ili mbegu yangu itimie. Jifundishe kujifuatilia mwenyewe kwa vitu vya kuboresha maisha yako ya rohoni. Si lazima ufuatwe na mtu. Jifunze kujifuatilia mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ninapo ongea na wewe mchana wa leo ni kwamba kivyo vyote vile Yesu hangeepuka kile alichokipitia. Maana ilikuwa ni kwa njia ile ndio na sisi tunapata nafasi ya kufanyika mavuno. Sema amen. Ndio maana akapitia process ya kufa, na anawaeleza ya kwamba siku ya 3 nitachomoka. Mimi ni mbegu ya Mungu ambayo imepimwa, ina uwezo wa kustahimili kila kitu ninachokipitia, na hatimaye nitachomoka na mavuno itaonekana. Ndivyo wewe na mimi tulivyo. Nasema ndivyo wewe na mimi tulivyo. Mbegu ya Mungu ndani yetu ni kwamba tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, na kwa sababu ya hiyo tutafanyika faida kwa wale ambao Mungu atatukutanisha nao. Ninatangaza kwa jina la Yesu, kuanzia sasa ni wakati wa ongezeko. Nasema ni wakati wa ongezeko. Ni wakati wa ongezeko. The process has been tough, but it is high time. Ni wakati wa mavuno ya kueleweka. Nasema ni wakati wa mavuno ya kueleweka. Ni wakati wa mavuno ya kueleweka. Nimekuja kudhibitisha neno hili. Rapa sata la baboria. I speak as a prophet. Hata sikuwa nakumbuka kama kwenu ni mwaka wa mavuno. Nimekuja niseme ya kwamba ni kweli Troliki kama mbegu imepitia kila hali, lakini ilikuwa ni lazima mbegu ife ili ilete mavuno. Natamka kama nabii wa Bwana, Troliki sasa, mavuno yako, mavuno yako Troliki, mavuno yako Troliki, makayanda, your season wa mavuno kuonekana. Natangaza kwa jina la Bwana, kama maandiko yanavyosema, mbegu ikifa mavuno yake ni mengi. Natangaza mavuno, natangaza mavuno. Troliki Nairobi, mavuno. Mavuno, mavuno ya kueleweka, mavuno ya maana, mavuno ya kila ya aina ya maana, aina ya juu. Mavuno ipatikane. Ni mavuno, ni wakati wa mavuno, ni wakati wa mavuno. Baada ya mbegu kufa huwa inaleta mavuno, na mavuno huwa mengi kuliko mbegu. Sema amen. Even as an individual, natangaza pokea mavuno. Nasema pokea mavuno, pokea mavuno. Kile umepitia
ilikuwa process ya, kwa sababu mbegu lazima ife ili mavuno yawe mengi. Natangaza kwa jina la Bwana, mavuno yako yawe mengi. Wewe ambao umekuwa na maswali, ni nini kimekuwa kinaendelea, nimekuja nikuambie sasa, pokea nafasi ya kupata mavuno kwa wingi. Hautang'ang'ana. Mavuno kwa wingi, mavuno kwa wingi, mavuno kwa wingi, mavuno kwa wingi. Sema amen. Kuna wakati tunapitia vitu kama watumishi wa Mungu mpaka najiuliza, is it true that God you called me? Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unakutana na dhihaka, nafanyio madharau ya waziwazi, kumbe ni process. Sema amen. Yesu anasema wapate kunidhihaki na kunipiga mijeledi. Tumepigwa sana, kumbe ni process. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Mijeledi ilikuwa process. Haleluya. 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 Kushalabahad Rabasatalaba. Tumeongelelewa vibaya sana. Unashindwa. Is it true ya kwamba hawa watu hawaelewi ya kwamba I am genuine? Is it true? There are things we go through. Unajiuliza, Mungu kwa nini lakini? Mungu kwa nini lakini? Kumbe ilikuwa ni process. Sema amen. Sema amen. Yesu akajaribu kuomba, akasema Baba, ikiwezekana. Kuna wakati tunafika hapo, Mungu ikiwezekana, huu mwito achana nao, mimi nahisi nimefika mwisho. Lakini nataka niseme ya kwamba process ikikamilika, sema amina. Sema amen. Wakati process imekamilika, kuna vitu visivyo vya kawaida. Kuna vitu visivyo vya kawaida ambavyo Bwana anafanya na maisha yetu. Kuna vitu visivyo vya kawaida ambavyo Bwana anafanya na huduma zetu. Sema amen. Sema amina. Kama ile mbegu haingestahimili kila kitu, sema amen. Kuna mbegu inakufia Kenya hapa, kwa mashamba za Wakenya hapa, lakini mwisho wake inaliwa ng'ambo. Lakini mbegu hiyo matunda yake yataliwa ng'ambo. Ndivyo ilivyo na wewe. Nasema utasherekewa mbali. Nasema kwa mamlaka ya jina la Yesu, kama vile wanasherekea kahawa ya Kenya, wanahisi this is the best, natangaza mbali watasema you are the best. Haya. Hata kama hapa you are never celebrated, ulipakwa matope, yani ulifanyiwa vile inakaa kama haikustahili, ilikuwa ni process. Ili watu wa mbali, ili watu wa ng'ambo, ili watu walio mbali wafurahie kahawa, kuna process ile kahawa inapitia. Ili watu wa mbali wapelekea avocado ya Kisii, ile avocado kuna process ilipitia, na wakikata wanahisi this is the best. Natangaza it is your season. Utaonekana the best in your season. Nasema utaonekana ubora wako utagundulika, ubora wako utaonekana, ubora wako utasherekewa, maana umepitia the process. Sema amen. Sema amen. Nilikuwa namsikia mtumishi wa Mungu Apostle Kimani. Leo hii kila mtu anahisi huyu mtu wa Mungu, yani unahisi kabisa anakubariki. Mpendwa, haubariki watu bila kupitia process. Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe. Ndio mkate uwe mkate, kuna vitu vingi ambavyo mkate unapitia. Ndio ukila unasikia kuna oveni. Bwana asifiwe. Na si oveni ya kuonja, hapana, mpaka ubadilike rangi. Unataka kuonja oveni alafu toke uliwe, watu wataumwa na tumbo. Tafanya watu wasikie vibaya. Kuna watu wanatubariki leo, hatujui ile process walipitia. Ninatangaza kwa jina la Bwana. Natangaza kwa jina la Bwana. The best out of you shall be celebrated. Shall be celebrated. Inuka kwa miguu yako. Inuka kwa miguu yako.